Mahakama Kuu ya Tanzania Masjala ndogo ya Dar es Salaam mapema leo Jumatatu Oktoba 13, 2025 imetoa uamuzi mdogo kufuatia pingamizi lililokuwa limewekwa mwishoni mwa juma lililopita kwa upande wa Jamhuri katika kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa Tundu Antipas Lissu. Pingamizi hilo lilitokana na mshtakiwa ambaye anajitetea mwenyewe kwenye kesi hiyo kuomba kielelezo D1, maelezo ya mwandishi ya ushahidi wa pili wa Jamhuri Inspekta wa Jeshi la Polisi John Kahaya aliyoandika akiwa kwenye kituo cha polisi cha PW2, ambaye ndiye shahidi upande wa Jamhuri ulipinga kielelezo hicho kupokelewa mahakamani hapo kutokana na kile kilichoelezwa kuwa mshtakiwa hajazingatia taratibu zilizowekwa kwa mujibu wa sheria pale mshtakiwa anapotaka kumhoji shahidi kuhusu maelezo aliyoyatoa hapo awali. Katika kujenga msingi wa pingamizi lao, mawakili wa Jamhuri Ajuai Nzegeli, wakili wa serikali mkuu, na Jobu Mrema, wakili wa serikali mkuu, waliipitisha mahakama kwenye marejeo ya mashauri mbalimbali ya aina hiyo yaliyoamuliwa na Mahakama Kuu na mahakamani ya rufani, marejeo ambayo katika uamuzi wake mahakama imesema hoja hiyo haijabainishwa na pande zote mbili. Katika uamuzi wake, jopo la majaji watatu wanaosikiliza kesi hiyo wakiongozwa na Jaji Danstan Ndunguru wamesema mshtakiwa amefuata taratibu zote zinazohitajika kisheria katika kuomba kielelezo hicho kupokelewa mahakamani. Wamesema kwa mujibu wa taratibu za kisheria, panapotokea mazingira ya aina hiyo kuna hatua tatu za kufuatwa. Kwanza ni shahidi kusomewa maelezo yake. Baada ya hapo mshtakiwa atabainisha maeneo anayoyaona yana kasoro kwa ulinganifu ili ayafanyie dodoso, na kwamba kwa muktadha wa kesi pingamizi hiyo mahakama imeona kuwa mshtakiwa alibainisha maeneo 45, na jambo la tatu ni kumhoji mshtakiwa endapo yuko tayari kielelezo hicho kipokelewe mahakamani na kitumike kama sehemu ya ushahidi wake, hatua ambazo zote zilifuatwa. Kufuatia maamuzi hayo ya mahakama, sasa kielelezo hicho D1 kinakuwa cha kwanza cha mshtakiwa Tundu Lissu kuwakilishwa mahakamani hapo, na hasa kesi hiyo inayoendelea ambapo mshtakiwa anaendelea kumhoji maswali ya dodoso, close examinati inaitwa hivyo. Sasa unaambiwa kwamba kesi ya Lissu pingamizi la Jamhuri la gonga mwamba. Nini maoni yako? Hii ni VOT Media, tumechangamka.